Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Marekani imekiri kwamba kwa sasa haina uwezo wa kijeshi wa kuitetea Israel itakapoingia vitani dhidi ya Iran. Marekani imeweka wazi kwamba katika nyakati hizi imetumia silaha nyingi mno katika vita katika Mashariki ya Kati, lakini pia katika nchi ya Ukraine katika vita vya Urusi na Ukraine. Pentagon haina uwezo wa kijeshi katika kuitetea Israel, anasema jenerali wa Amerika, akitoa onyo hilo ambapo linakuja wakati mashambulizi ya kudumu katika mzozo wa Marekani na Iran yakiweka shinikizo kwa akiba Marekani ya silaha muhimu za kujihami. Kulingana na maafisa, Jenerali Alexander Grinkewick alisema kwamba atalazimika kutanguliza utetezi wa nchi yake Marekani dhidi ya Iran, lakini wakati huo Israeli wanapaswa kutambua kwamba hakuna namna Iran itaweza kuiacha salama taifa hilo, lakini zaidi ni kwamba Marekani haitakuwa na uwezo wa kulinda nchi nyingi katika Mashariki ya Kati, kulingana na ukweli uliopo kwamba baadhi ya silaha za ulinzi wa anga zimepungua mno. Kamanda wa ngazi ya juu wa Marekani barani Ulaya alionya Pentagon kwa faragha kwamba haina vikosi vya kutosha vya majini vya kuendelea kuilinda Israel dhidi ya mashambulizi ya makombora ya balistiki, gazeti la Washington Post limeripoti mnamo Jumamosi. Jenerali Alexander Grinkewick, mkuu wa kamandi ya Umoja wa Ulaya ya Marekani, aliwaambia maafisa wakuu wa Pentagon kwamba bila mwangalizi mwingine wa jeshi la wanamaji atalazimika kutanguliza ulinzi wa nchi ya Marekani dhidi ya Israel. Kulingana na maafisa, afisa wa ulinzi wa Marekani alisema onyo hilo linafuatia desturi ya kawaida ambapo makamanda wakuu huitahadharisha Pentagon wakati wa uhaba wa rasilimali unaleta hatari za uendeshaji wanaposhindania vikosi na silaha chache. Onyo hilo linakuja huku mzozo wa miezi mitano ukizidi kushika kasi baada ya mazungumzo ya amani kati ya Washington na Tehran kuvunjika, huku mashambulizi endelevu yakiripotiwa kumaliza akiba ya Marekani ya silaha muhimu za kujihami. Kumekuwa na vipimo vya shinikizo vya majini. Jeshi la wanamaji limekabiliwa na shinikizo kubwa, huku utawala wa Trump ukiamuru kuzuiwa kwa bandari za Iran kufuatia kufungwa kwa Tehran katika mlango wa bahari wa Hormuz na kutatiza usafirishaji wa mafuta na biashara ya kimataifa. Hata hivyo, meli za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati mwa Mediterranean zimesaidia kwa muda mrefu kuilinda Israel kwa kutumia mifumo ya kisasa ya rada na makombora kunasa makombora yaliyorushwa na Iran pamoja na wapiganaji wa Kihouthi wa nchini Yemen. Kanda ya Ulaya inasimamia shughuli hizi za Mediterania, huku pia ikidumisha utayari dhidi ya vitisho vinavyowezekana vya Urusi katika eneo la NATO. Jeshi la wanamaji linaendesha waharibifu watano, kwa maana meli za kivita kutoka Uhispania, huku meli nyingine ikitarajiwa baadaye mwaka huu. Hata hivyo, maafisa walisema kasi ya vita vya Marekani dhidi ya Iran imezua changamoto za matengenezo na kupungua kwa upatikanaji wa meli hizo. Meli hizo kwa sasa zinahitaji kuingia katika matengenezo makubwa kutokana na mashambulizi mazito yaliyofanywa na Iran katika kipindi cha vita, lakini pia hofu kubwa inazidi kuzuka kutoka kwa Urusi katika mashambulizi yake yanayoendelea huko nchini Ukraine, kwa maana kuna hofu kwamba pengine Urusi huenda ikashambulia baadhi ya mataifa katika NATO, lakini kwa namna ambavyo Urusi inaeleza kama haitashambulia taifa lolote katika NATO, labda liamue kuingia vitani dhidi ya Urusi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue nini kinachojiri.